Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Wakati huu tunaizungumzia Misri na vita vya Gaza. Ni nini kazi kubwa iliyofanywa na Misri katika kuwatetea wa Palestina katika kipindi cha miaka miwili ya vita, ambapo inadaiwa kwamba Misri imejaribu kufuata mkakati wa wastani. Misri ni moja kati ya mataifa ambayo kwa sasa utawala wake una uhusiano na serikali ya Marekani ya Donald Trump. Kwa muda mrefu Misri imekuwa ikishirikiana na Israel katika baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na yale ya kibiashara. Ikumbukwe kuna miradi mbalimbali ya upatikanaji wa gesi kutoka Israel hadi nchini Misri, lakini pia kutokana na baadhi ya mikataba iliyosainiwa ikiwa ni pamoja na Abraham Accord, ni moja kati ya eneo ambalo Misri imejikuta ingia katika mkakati wa wastani kuhusu suala la ukanda wa Gaza. Kuanzia vita vya Gaza baada ya operesheni ya kimbunga cha Aqsa mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ilikuwa mwanzo wa mabadiliko katika sera za ndani na za kigeni za Misri. Licha ya kwamba Misri imekuwa moja kati ya mataifa yanayoshiriki katika kuhakikisha vita hivi vinaisha, operation ya Aqsa, Misri ilikabiliwa ghafla na hali ambayo iliiweka kwenye mashinikizo makubwa ya ndani na nje na kutishia kuathiri vibaya nafasi yake ya kikanda na kihistoria. Hali ambayo si tu ilihitaji majibu ya haraka ya kiusalama na diplomasia, bali pia ililazimu kubuniwa mkakati wa muda mrefu kwa ajili ya kudumisha nafasi ya jadi ya Misri katika kadhia nzima ya Palestina. Kuhusu vita vya Gaza, Misri imekabiliwa na changamoto nyingi kama vile mashinikizo ya kimataifa, masuala ya usalama wa ndani na kujitolea kwa ajili ya kadhia ya Palestina. Misimamo na hatua za Misri kuhusu vita vya Gaza zinaweza kuorodheshwa katika mihimili kadhaa muhimu kama ifuatavyo. Kwanza, kudhibiti maoni ya umma na kusimamia migogoro ya kisiasa. Maoni ya umma ya Misri yanafungamana kihistoria na suala la Palestina, hivyo kuongezeka mgogoro wowote huko Gaza umeweza kuchochea hasira za wananchi na maandamano ya nchi nzima. Kufuatia matukio ya Oktoba 7, wimbi la mshikamano na Wapalestina liliibuka miongoni mwa raia tu, watu wa Misri, suala ambalo lingeweza kuyumbisha kirahisi hali ya kisiasa ya ndani. Serikali ya Misri ilidhibiti kwa uangalifu mkubwa mkusanyiko wa raia na kuzuia kuenea kwake kwa kutumia vyombo vya habari na vikwazo vya usalama. Udhibiti huo ulifanyika katika malengo mawili makuu, ikiwa ni pamoja na kuzuia kuibuka mgogoro wa kisiasa wa ndani na kudumisha utulivu wa umma bila kuchukua msimamo hasimu dhidi ya Palestina mbele ya maoni ya umma. Lakini jambo jingine ni katika kushughulikia mahitaji kinzani ya kigeni. Katika medani ya kimataifa, Misri ilikuwa katika hali ngumu sana. Wahusika mbalimbali wa kimataifa na kieneo, hususan serikali za Magharibi na baadhi ya nchi za Kiarabu, zilichukua misimamo dhidi ya Hamas na wapiganaji wengine na kuishinikiza Misri itekeleze siasa zake kwa maslahi ya usalama wa Israel. Katika upande wa pili, nchi huru na makundi ya Misri yalitaka serikali kuchukua msimamo madhubuti na wawazi zaidi katika kuitetea Palestina. Kuhusiana na suala hilo, jibu la Cairo lilikuwa ni mchanganyiko: kulaani hadharani mashambulizi ya Israel na kuchukua kuhamishwa kwa nguvu watu wa Gaza kama mstari mwekundu usioweza kujadiliwa kwa Misri, na kushinikiza Israel ikubali usitishaji mapigano na kuchukua hatua za kivitendo kwa ajili ya kutuma misaada ya kibinadamu huko Gaza. Sera hii iliweza kudhibiti kwa kiasi fulani matakwa ya pande zote mbili na hivyo kuzuia makabiliano ya moja kwa moja ya pande zilizokuwa zikitoa matakwa ya kinzani. Jambo jingine ni jukumu la pande mbili la Misri, ulindaji mpaka na upatanishi usiokuwa na matunda. Misri iliweza kujilinda vyema, lakini moja kati ya eneo ambalo imejilinda zaidi ni eneo la Sinai. Kama jirani wa ukanda wa Gaza, Misri imekuwa na majukumu makubwa mawili. Kwa upande mmoja, kudhibiti kivuko cha Rafah, njia pekee ya Gaza kuelekea ulimwengu wa nje, kumeifanya nchi hii kuwa mlinda lango wa masuala ya kibinadamu wa eneo hilo. Lakini kufungua au kufunga vivuko hivi daima limekuwa suala muhimu katika ufikiaji misaada na pia harakati za watu katika upande wa pili. Misri ina historia ndefu ya upatanishi kati ya Israel na makundi wa Palestina na imekuwa mwenyeji wa mazungumzo ya kusitisha mapigano katika nyakati tofauti, vikiwemo vita vya Gaza vya mwaka 2014 na mazungumzo ya hivi punde yanayoendelea. Pamoja na hayo, lakini nafasi hii haijafanikiwa siku zote. Sasa Misri na Qatar zinafanya juhudi za kufanikisha usitishaji wa vita katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini jambo jingine ambalo limetazamwa na Cairo ni juu ya usalama wa taifa na kufurushwa kwa Palestina. Wasiwasi muhimu zaidi wa Misri katika mazingira ya vita vya Gaza ni usalama wake wa taifa. Cairo imepinga vikali mpango wowote wa kuhamisha wa Palestina kwa nguvu kutoka Gaza hadi jangwa la Sinai
na kuchukulia kuwa tishio la moja kwa moja kwa mamlaka yake ya kujitawala na utulivu wa ndani. Moja kati ya kitu ambacho Misri ilikataa ni kuona Wapalestina wakipoteza ardhi yao moja kwa moja, licha ya kwamba haikusimamia kidete juu ya kuzuia moja kwa moja mapigano kati ya Israel na Palestina zaidi ya mazungumzo tu. Wengi walitarajia kwamba Misri, ikiwa ni moja kati ya mataifa yaliyokuwa karibu na Israel, ingeweza kutumia mamlaka yake katika kusitisha mapigano yaliyodumu kwa muda mrefu zaidi, lakini imejiingiza katika mgogoro huu kwa kutumia diplomasia za wastani kama ilivyo kwa baadhi ya mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na Qatar na Uturuki, licha ya kwamba wamekuwa wakitoa maonyo mara kwa mara dhidi ya serikali ya Benjamin Netanyahu ya kutaka kuondoa ushirika wa kidiplomasia wa siku nyingi kati yake na Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea